Madagascar, maandamano makubwa ya Gen Z yanazua mabadiliko makubwa ya kisiasa yanayosababisha jeshi kuingilia kati na kusimama upande wa raia, kisha rais kukimbia nchi na bunge kupiga kura ya kutokuwa na imani naye na kusababisha jeshi kuchukua nchi kwa kipindi cha mpito. Hivi karibuni Madagascar imekumbwa na machafuko makubwa ya kisiasa yaliyopelekea jeshi kuingilia moja kwa moja na kusababisha Rais Andry Rajoelina kukimbia nchi. Hali hii imeelezwa kama mojawapo ya matukio makubwa tangu taifa hilo lipate uhuru mwaka 1960. Mseto Media tuko hapa kukuambia matukio yote kutoka mwanzo hadi sasa, ukiwemo uchambuzi wa kisiasa, kijeshi, kikatiba na kimataifa. Nini kilisababisha chanzo cha maandamano? Ikawaje maandamano kutoka ya amani mpaka ya ghasia? Ilikuwa vipi jeshi kuingilia kati na kusimama upande wa wananchi? Nini kilisababisha rais kukimbia nchi? Ikawaje bunge kupiga kura ya kwamba halina imani na rais? Na vipi jeshi kuchukua madaraka ya kuongoza nchi kwa kipindi cha mpito? Kubwa zaidi, hakikisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa zetu nzito na za ndani zenye uchambuzi makini kama hizi. Bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele itakayokuja. Asante. Tuanze na maandamano ya amani. Maandamano yalianza Septemba 25, 2025 yakiendeshwa na vijana wa kundi la Gen Z Madagascar katika mji mkuu wa Antananarivo. Sababu kuu za maandamano zilikuwa ni kukosa umeme uhakika masaa 8 mpaka 10 kwa siku, ukosefu wa maji safi kwa matumizi ya nyumbani, kuongezeka kwa bei za huduma na gharama ya maisha, utumiaji mbaya wa madaraka, ufisadi na ukosefu wa uwazi wa serikali. Hivyo ndio vilivyosababisha Gen Z Madagascar kulilia hayo na kuanza kuandamana. Awali maandamano yalikuwa ya amani, yakilenga kuboresha huduma za msingi na uwakilishaji bora wa kisiasa. Maandamano yakageuka ghafla kuwa ghasia. Polisi na gendarmes walipuuza wito wa amani na kutumia nguvu, ikiwa ni pamoja na risasi za mpira na gesi za machozi. Baada ya wiki moja, maandamano yaligeuka kwa mapinduzi ya raia yakidai mageuzi ya kisiasa, kikatiba na kupunguza ufisadi. Baraza la mawaziri likavunjwa. Serikali ilijaribu kudhibiti maandamano kwa kushughulika na baraza la mawaziri na kumlinda rais, lakini jitihada hizi hazikufaulu. Jeshi likachukua upande wa wananchi. Kikosi cha jeshi kinachofahamika kama Kapsati kilijitenga na amri za polisi na gendarmes na kuchukua upande wa wananchi, kikisimama na wananchi na kulitaka majeshi yote nchini kutotii amri zinazotoka Ikulu. Jeshi liliongoza waandamanaji kwenye viwanja vya maandamano likidai kuwa hilo ni walinzi wa amani badala ya kuwapiga risasi raia. Jeshi lilikuwa na silaha lakini halipigi bali linaongoza wananchi kuandamana. Kikosi cha jeshi kilishika na kuunda ukingo wa usalama kwenye vitengo vyote vya jeshi kuhakikisha usalama wa waandamanaji na kuondoa fujo. Yaani kilibadilisha viongozi wote wa jeshi na kuweka wapya ambao wao watatii kikosi cha Kapsat. Maandamano yalichachamaa na kusababisha rais kukimbia nchi. Baada ya kudorora kwa hali ya usalama, maandamano yaliendelea kwa amani na utulivu mdogo, lakini hali ya kisiasa ilikuwa tete na sio nzuri tena. Oktoba 13, 2025, Rais Andry Rajoelina alikimbia nchi kwa kutumia ndege ya kijeshi ya Ufaransa akielekea Reunion bila kujiuzulu. Jeshi lililinda sehemu muhimu ikiwemo televisheni ya taifa, benki na taasisi nyingine za serikali kuhakikisha hakukuwa na mapigano makubwa tena wala fujo zikiendelea zaidi baada ya rais kukimbia katika kisiwa huko alipodaiwa amekimbilia kisiwa cha Ufaransa. Bunge nalo linageuka na kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais.
Oktoba 14, 2025, bunge la Madagascar lilipiga kura ya kutokuwa na imani dhidi ya Rais Rajoelina, hatua iliyothibitisha uhamisho wa madaraka na kuonyesha imani ya raia kwa jeshi. Na bunge hili lilipiga kura baada ya rais kukimbia nchi na kukimbilia visiwani Ufaransa, na ndipo bunge lilipomtoa madaraka ya urais na kuyarudisha kwa jeshi. Jeshi kuchukua madaraka rasmi kwa kipindi cha mpito. Baada ya kukimbia kwa rais, jeshi lilitangaza kuchukua madaraka kwa kipindi cha mpito, likiunda serikali ya kijeshi inayodumu miaka 2. Kanali Michael Randrianirina aliteuliwa kuwa rais wa mpito, huku General Demosthene Piculas akiteuliwa kuwa mkuu wa majeshi. Jeshi lilitangaza kusitisha katiba ya zamani na kuahidi kuunda katiba mpya, huku kura za kisiasa na uchunguzi zikitarajiwa baada ya kupita kipindi cha mpito. Athari za kimataifa. Ufaransa ilitoa wito wa kurejea kwenye utawala wa kiraia na kuahidi kusaidia mchakato wa uchaguzi. Umoja wa Mataifa ulionyesha wasiwasi kuhusu usalama wa kutoa msaada wa kurejesha amani. Kampuni kubwa za ndege kama Air France na Emirates zilisitisha safari kuelekea Madagascar kutokana na hali tete ya kiusalama walioidai wao. Hali ilivyo Madagascar mpaka sasa. Madagascar sasa iko katika kipindi cha mpito cha kijeshi, huku wananchi wakisubiri uchaguzi wa katiba mpya. Hali ya kisiasa bado ni tete, huku dunia ikiangalia kwa makini hatua zinazochukuliwa na jeshi na viongozi wapya. Chanzo kikuu cha machafuko, ikumbukwe, ni malalamiko ya wananchi kuhusu huduma za msingi, ufisadi, uongozi mbovu na maisha duni, ambapo wananchi hao kupitia kundi la Gen Z walianzisha maandamano ya amani, lakini maandamano hayo yaligeuka kuwa ghasia baada ya polisi kuwafurusha wakijitahidi kuwadhibiti, na ndipo maandamano yalipogeuka ghasia na baadaye jeshi kuingilia kati kukaa upande wa wananchi. Na baada ya jeshi kuingilia kati, lilitoa tamko kulitaka jeshi la polisi na vikosi vingine kuacha kupokea oda kutoka ikulu kuwadhuru wananchi, na ilipoacha ndipo rais alipoona moto umewaka na akaamua kukimbia kutoka Madagascar kwenda katika kisiwa huko Ufaransa. Na baada ya kwenda kisiwani Ufaransa, bunge lilipiga kura ya kutokuwa na imani na rais tena na kumvua madaraka ya urais, na baada ya hapo jeshi lilikamata nchi kwa utawala wa mpito ambapo huyo bwana alichaguliwa kuwa kiongozi wa kijeshi. Swali kwa mtazamaji wangu wa Mseto Media, je, wewe umesimama upande gani katika hili? Niachie maoni yako hapa chini na mimi nitasoma. Ikiwa umehabarika na kupenda taarifa hii, share na watu wako wa uhakika, watu wako wa msingi, lakini pia hakikisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa muhimu kama hizi. Tutakuletea hapa kila linaloendelea. Hii ni channel yako pendo kabisa, Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.